السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tumekutana tena siku ya leo katika darasa zetu hizi za adhkar na dua. Na leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakwenda kuangalia namna ya kukomesha wachawi, majini na chumaulete. Kichwa cha habari kinasema fanya hivi kukomesha wachawi na mashaitani au majini katika nyumba yako. Ndugu yangu katika imani, ni jambo muhimu sana, na hii ni zawadi ya bure nakupa ili wewe uishike na uende kuifanya kazi. Zawadi hii nakupa wala uilipie gharama ya aina yote. Gharama yake ni wewe kuchukua darasa na kwenda kuifanyia kazi. Na kama mwenyewe utakuwa uwezi kusoma, basi mtafute mtu ambaye anajua kusoma vizuri ili aweze kukufanyia shughuli hii ambayo nitakwenda kukueleza. Kuna sura nitakutajia na aya nitakutajia ambazo ziandike sura hizi na zisome sura hizi na aya hizi katika maji, alafu changanya na chumvi, kisha mwagia katika pembe nne za nyumba yako, kila kona nyumba yako. Wallahi lazim ukifanya hivi itakuwa umefanya kombola kubwa sana na utakuwa umewakomesha kwa kiasi kikubwa sana. Hii ni nzuri, chukue ifanye kazi na wala usidharau. Kwa sababu mitaani tunavyoishi tunajuana. Watu wanaishi leo wanaangalana jicho baya. Watu tunaishi leo kila mmoja anamwombea mwenziwe mabaya. Watu wanaishi leo kila mmoja anaombea anguko la mwenziwe yeye afurahi. Tupo katika mazingira kama haya. Kwa ni vyema na wewe ukabaki na vitu kama hivi ili madi uweze kuvitumia kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kufanya jambo hili. Kwa hiyo hizi zinasomewa katika maji. Baada ya kusomewa, alafu ndio unakwenda kumwagia katika zile kona za nyumba yako. Lakini maji hayo yatie kidogo na chumvi ya mawe. Itakuwa ni bora sana katika hilo. Kwa hiyo mtafute mahali, mtafute ustadhi, mwambie akusomee kwa utaratibu ambao mimi nitakuelekeza muda si mrefu, ili uende ukarekebishe tatizo hilo, ama ukaliondoe kabisa, ama ukadhibiti katika hali kwa namna moja ama nyingine. Na ndugu zangu, lazima tuelezane ukweli kwamba uchawi kweli upo. Ili lazima kila mmoja akubali na amini kwamba uchawi upo. Ndio maana hata mtume wetu Muhammad alifanyiwa sihiri, alirogwa, na akatuelekeza mpaka dua za kinga, mtu kulala alale vipi ili kujilinda na vitu kama hivyo ambavyo yeye mwenyewe alifanyiwa. Kwa hiyo ukiwa na imani kama hivi vitu havipo, basi wewe hauko dunia hii, hauko dunia nyingine, ama wewe unapingana na Qur'ani. Kwa hiyo tunaelekezana hivi vitu, tunafahamishana ili kila mmoja aende akafanye yeye mwenyewe. Ukifanya wewe mwenyewe utakuwa umeepusha gharama, kwa sababu ukitaka kufanyia mtu kwa maana hiyo utagharamika. Lakini ukifanya mwenyewe, alhamdulillah. Labda kama utakuwa mwenyewe kusoma uwezi, basi unaweza kumtafuta mtu ambaye anaweza kusoma vizuri, ambaye unamuamini, basi akakufanyia hivi ambavyo nitakwenda kukueleza hapa muda si mrefu, kuweza kukomesha wachawi, majini na wale chumaulete katika nyumba yako. Na hii unaweza kufanya hata katika sehemu yako ile ya biashara. Sehemu yako ile ya biashara unaweza kutumia mtindo huu kwa ajili ya kuwakomesha hao ambao tumewasema hapo muda si mrefu. Twende sasa nikutajia utaratibu wa kufanya. Twende nikutajia utaratibu ambao wewe utakwenda kufanya. Jambo la mwanzo, utachukua maji yalokuwa safi. Hana najisi, maji yako vizuri kabisa, yako tahara. Hii ni hatua ya kwanza. Ukishapata yale maji yako safi ambayo yako tahara, hana najisi wala nini, jambo la mwanzo kabisa utayasomea yale maji suratu Ra'd. Utaisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na utaisoma hii mara 3. Baada ya hapo utasoma suratul Qiyama. Hii ni sura 75. Nini la uqsimu bi yawmil qiyama. Utaisoma hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hii utaisoma nayo mara 3. Baada ya hapo utasoma wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirat nashra. Hii
utaisoma nayo mara 3 katika hayo maji tunayosema. Kisha baada hapo utasoma tena wanaziati halqa. Hii ni sura ya 79. Utaisoma mara 3 kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kisha baada hapo utasoma tena mara 3 suratul fili, bimaana alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. Sasa hii utaisoma mpaka ukifika pale tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tarmihim bihijaratin min sijil pale sasa utarudia mara 21. Neno tarmihim bihijaratin min sijil utarudia mara 21. Kisha baada hapo utaimalizia sura. Kwa maana kila ukisoma mara ya kwanza ukifika hapo tarmihim bihijaratin min sijil unarudia mara 21, alafu unamaliza mpaka mwisho sura yako. Utarudia tena mara pili. Ukifika hapo tarmihim bihijaratin min sijil utarudia mara 21, kisha unamalizia sura yako yote. Unasoma tena mara 3. Ukifika hapo tarmihim bihijaratin min sijil utafanya mara 21, kisha unamalizia mpaka mwisho sura yako hiyo. Hizi utazisoma kwenye maji hayo kwa mpangilio huo unaosema. Kisha baada hapo utasoma zile muqatta'atil huruf ambazo zile tafsiri yake muradi wake anaitambua ni Allah, hakuna tambuaye. Ambaye ya kwanza utasoma alif lam mim, ya pili alif lam mim ra, ya tatu ta sin mim, ya nne kaf ha ya ain sad, nyingine ha mim, nyingine ain sin qaf. Hizi utazisoma mara 99. Utazisoma katika maji mara 99. Kisha baada ya hapo utakwenda kuyasoma majina mawili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ni ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Majina haya utakwenda kuyasoma mara 99. Mara 99. Ukimaliza kufanya utaratibu huo, na utaratibu huu utaufanya kwa muda wa siku 3. Utaratibu huu utaufanya kwa muda wa siku 3. Kwa maana haya maji yanakwenda kusomewa kwa muda wa siku 3. Ile siku ya 3 ya mwisho ndio utachukua ile chumvi ya mawe kama kijiko kimoja, utachanganya na yale maji yako. Ukichanganya na maji yako ndio utamwagia kwenye kona zile za nyumba yako zote zilomwagia. Na zoezi hili lifanye usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi. Usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi ndio fanya kazi hii. Yaani ile Ijumaa ikifika kuanzia magharibi kwenda saa 1 huko, saa 2, muda wote kutoka hapo unaweza ukafanya. Lakini usifanye ile asubuhi Jumamosi, hapana, fanya ile usiku wake. Alafu asubuhi yake basi utamwagia katika zile kona. Kama nyumba yako ina pembe 8, pembe 30, yani zote zile utazimwagia zote yale maji mpaka katika maeneo ya khala, chooni kote kumwagia hayo maji. Na kama unafanya katika sehemu ya biashara yako, basi utamwagia katika zile kona za ile frame yako ambayo unaifanyia biashara zako. Utafanya hivi zoezi hili maalum kwa ajili ya kukomesha kwa ajili ya kukomesha wale wachawi, kukomesha mashaitani na kukomesha wale ambao wanakuja kwa njia za chuma ulete. Ni muhimu sana kulifanya kwa sababu tumezungukwa katika mitaa yetu, tunaishi na watu wabaya kabisa, watu ambao kila mmoja anapenda sana anguko la mwenziwe. Akisikia fulani kaanguka, mwingine ndo anafurahi. Sasa watu kama hawa si watu wazuri, ndio maana tunakwenda kuwakomesha kwa mtindo kama huo. Kwa hiyo hii ni faida na ni zawadi ya bure nakupa ndugu yangu, ikamate, ishike na nenda kaifanyie kazi kwa siku hii ya leo insha Allah. Niwaombe wale ambao wanapita katika darasa zetu lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili waweze kupata faida na darasa kama hizi pindi ambapo tunakuwa tunazileta kwa namna moja ama nyingine. Insha Allah tukutane katika darasa lingine lijalo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi